Twende. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. With my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. With my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. With my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. With my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. With my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. Whole heart, with my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. Oh, I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. With my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise with my whole heart, with my whole heart, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. Oh, I will praise the Lord. Oh, praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart, with my whole heart. I will praise the Lord. I will praise the Lord. Praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the na Bwana anapokea utukufu. Basi bila kupoteza wakati, ningependa tu nimwalike mchungaji ambaye ni baba yetu aje akaweze kunena nasi na Mungu atakubariki. Shangwe na vigelegele. Thank you, praise team. Thank you, students. Thank you, pastors. Thank you, son. Give to Shalom. Thank you. Ile mwingine mmoja. Nenda wewe kama patena kwa kusalimia. Nenda kwa sasa. Nenda patena kwa kusalimia chache. Mbie majina yako. Unashiriki wapi?
Sema hapo jina yako. Imelda Wanyonyi. Unashiriki kanisa gani? Nabii wao. Shalom. Shalom kwa. Shalom bila. Nisifa prezalo. Unatosha. Unaona alikuwa mazoezi. Huyo pia msichana wetu. Tunakaa na yeye. Naweza kumwona leo ukafikiria ako vibaya, ako vizuri sana. Huyo mchana ako vizuri, watu wanamwangalianga wanashangaa. Umepona. Amen. Nataka tunihimize walimu wa Sunday school tupatie watoto wale wengine pia nafasi ya mazoezi ili wakuje wafanye kile wako nacho. Kwa sababu wale mnaona TV, dunia ya watoto imekuwa mbaya. Nimeambiwa na mtu rafiki yangu, mchungaji rafiki yangu ambaye watoto wake wote wamekamatiwa kwa mitandao. Wamekamatwa na wamegundua kama it's just worse. So mwanze kufundisha watoto wetu kufanya vitu kanisani, walimu wa Sunday school hiyo. Mwanze muwapange wale wanaweza poem, wimbo nini, ili kitu imee ndani yao, wakienda nje wale wa nje washinde kuitoa. Amen. 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 Mpaka wa nje washinde kuitoa. Sema amen nzuri. Amen. Leo huyu mtoto wako akimaliza high school, university, arudi nyumbani akiwa salama. Hata kama alizaa, wewe shukuru Mungu alizaa akarudi. Afadhali akuje hivyo kuliko kurudi kama ameingizwa kwa devotion. Amen. So nakuomba sana walimu wetu mwanze ku realize what is in our children and train them to do it so that when they grow and they go to interact with other children, the other outsiders will not be able to uproot what we have already planted in them. Kuna mtoto wa Sunday school sijamjua jina lake hapa kanisani, lakini anapiganga namba yangu ya simu akiuliza mpaka maswali ya Biblia. Na ninafurahi sana. Nambia baba, nilikuwa napigia simu nikuulize Yesu akifanya hii alikuwa na nani? And I'm very comfortable answering that child question. So tafadhali naomba sana, sijamjua, tamjua baada ya ibada hii labda kama nasikia. Lakini nafurahia sana because dunia ina mambo mengi ambayo iko at the disposal of our children na ni free. Praise the name of the Lord. So Mungu awabariki sana. Hata mimi moyo wangu unafurahia kazi ambayo Mungu anafanya kulea vijana. Mara nyingi sisi tunashinda nje the whole day. They spend a lot of time with their mother and maybe hiyo msichana wangu. God bless you. Nataka tusonge kidogo mahali ambapo tumeachia. Wale mnafanya kazi na wale ambao mnafanya biashara, ibada hii ikufaidi wewe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema hii. Tunaingia katika nafasi ya neno. Muda ulio mbele yetu na nitumie tu kufundisha watoto wako neno lako na makusudi yako ili maisha yao yawe ya faida. Roho Mtakatifu nipe usemi. Kwa jina takatifu la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Fungua pamoja nami kwa kitabu cha Wakolosai 4 mstari wa 6. Na niko kwenye kipengele part 4, overcoming poverty. Nilisema ni nini wale mlikuwepo? Communication. Nitakuwa nakaa hapo leo katika ibada hii ya 3 kuhusu mawasiliano. Na nimesema communication is one of the major link between you and the customers or the clients you attend to. And because it is the link, that link must be good and it must be strong and it must be preserved, because it is the mean of communication between you and the people who bring you money as you serve them with your product. Are we together? Colossians chapter 4 verse number 6 Kiswahili. Maneno yenu yawe na neema siku zote. Yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Behave wisely, yourself wisely, living prudently and with discretion in your relations with those of the outside world, the non-Christians,
making the very most of the time and seizing or buying up the opportunity. Let your speech at all times be gracious, pleasant, and winsome, seasoned as it were with salt, so that you may never be at loss. So that you may never be at loss. To know how you ought to answer anyone who puts a question to you. Behave yourself wisely, living prudently and with discretion in your relations with those of the outside world, the non-Christians, making the very most of the time, and seizing or buying up the opportunity. Let your speech at all times, not at a particular time, let your speech at all times be what? Yahweh inasema be gracious, pleasant and winsome, seasoned as it were with salt, so that you may never be at what? At loss. To know how you ought to answer anyone who puts a question to you. Paulo anaandikia kanisa la Timotheo kwa habari ya mazungumzo, maongeo. Kama kuna information nitakupatia, na kama kuna information utapokea kutoka kwangu, inategemea communication. How do we communicate to our clients and people that need our services? It's a key need, it's a key requirement, it's a compulsory need to anyone offering any kind of financial services out there. So Paul is addressing the kind of communication. Let our speech be seasoned with the salt. It means let our words have taste. Unatoka kazini, unatoka nyumbani, unaenda kazini, unaenda kugombania ndani ya biashara na mume wako, makosa ya nyumbani, mpaka mnafunga mlango, wateja wanangojea malize kugombana, ama wanakaa kwa mlango wakisikia magombano ya watu waliokosania nyumbani kwa bedroom, mkatoka na magombano kwa bedroom, corridor ya nyumba, sitting room, baranda, kuanzia ndani ya matatu mpaka kwa ofisi. Wateja wanaangalia, mama anachoka, anasema hii kazi hataishi. Mswahili ni hapa, huyu ni mrogi. Hii kazi haitawai. Alafu ukisha tulia, you cannot repair the damages. After you have done all those kind of mischief and scarecrow actions, you now come to your pastor for prayer to repair business. Unaenda kupigia ndugu kwa kiwanja. Even if your husband is not faithful to you, it is not the business premises where you settle marital issues. Usiende kugombania kazini kwa sababu mambo si mwaminifu. Kazini si mahali pa kutatua maswala. Umeenda mambo hapo? Mungu hapo umeenda. Mteja ndiye amesema kwa kaunta, ameshiba mama anauza nini? Nasema wewe umezoea mmewa. This woman even doesn't know what is going. Do you know why you are behaving like that way? You are in a marriage, but you have hired free informers. If you don't trust
investigating a man you call your husband. He married you when he was an adult with 32 kids. Hata ukichunguza simu yake usome message, wende kwa Instagram, wende kwa Facebook, wende kwa WhatsApp, hautamzuia kufanya vituko. Kuna njia nyingi sana za kuficha vitu. He can choose to have friends and don't communicate through any phone. Anawaambia nyinyi ni marafiki zangu, tutakuwa tunafanya vitu physical. Sio hatutawahi kwenda technology. Maana tukienda technology nitakamatwa. So anafanyanga manual. Maana anajua simu yake akiweka tu chini. Mama mnisamehe sana lakini hivyo ndio nahubiri. Vitu vingine you better even don't know about them rather than know them. Aidha vitu vingine mama hata usijue. Hata kutojua itafanya uwe na amani kuliko kujua. Mtu anaweka simu hapo pap. Ameenda bafu, uko tayari kwa message. What are you doing in the phone? What are you doing in the phone that's not yours? Kama unatafuta kwa simu ya mume wako messages, iko na message app utazipata. Ukitafuta kwa simu ya mume wako missed call, received call na dial call utazipata, maana application iko. Kile kitu huwezi pata ndani ya hii simu. Kile huwezi pata ndani ya hii simu. Kile huwezi pata ndani. Ni kile hakuna. Lakini kama kile unatafuta kiko utapata. Sasa achana na simu wa mama na pia ndugu, achana na simu ya mke wako. Kama ulioa mjanja, pambana na mjanja wako. Asante sana. Haleluya. Pambana. Pambana. Mumeenda mambo. Pambana. Achana na simu. Huwezi mandisha mtu kwa kuona message na kumconfront, kuona message na unaenda kwa simu, unaanza kupigia client simu kiwatusi, unadhania hao. Usiwapigie simu tena. Mtu ambaye unanyamazisha ndiye ambaye ndio the biggest customer wa mume wako ama mke wako. So never carry that the way you handle things at home and bring them at the business premises. That's because you want everybody to hear about what is happening in your family. The more they know about you, the less they respect you. Hapa town nakutaka watu wanapigania stage. Bwana na wanapigania stage. Watu wamejaa, ati mama ameenda ameitwa na mama mwingine wakapenda loji ati wakapata bwana yake. Unaenda kupata bwana yako. Wewe mwenye umeona bwana yako akiingia huko, ulikuwa unachungulia nini? Ulifuata. Huyu mama mwenye amekuletea habari ameona bwana yako akiingia loji. Huyu ndio shida huyu. Unachunguzanga bwana yako nini? Mume sasa hiyo mama mpendi. Ngoja niwaambie ukweli. Huyu mama mwenye amekuletea taarifa angekuwa ni yeye ameenda na bwana yako loji, angekuambia? Umenijibu vizuri sana. Ninajaribu kurudia ile swali. Maana umejibu na nguvu sana. Hapana. Kama anaweza kuletea taarifa kwa sehemu na asikuletea zingine, achana. Kuna makosa mengine yanaweza kurekebika ni madogo, lakini yakishaingia kwa watu wa nje yanakuwa makubwa. Kuna makosa mengine ya ndoa mkibaki nyinyi wawili mwanze kuyaunderstand ni madogo mno, lakini mkihusisha watu wa nje ni makubwa. Na ndio maana kuna vipindi watu wanaweza kwenda hata wakina mke mkafanya kesi, kwa kina mume mkafanya kesi na ikashindikana, baadaye mkakuta watu wamerudiana. Maana inawahusu watu wangapi? Mkishindwa kukubaliana, mtu wa tatu ataikoroga. You don't need a third person. Nimepigia simu akaniambia ati ameona umebeba mwanamke wa gari. Sasa wewe gari yako na kuona nikibeba watu, nani alikuajiri kazi? Nani? Nikiwa mimi sijaoa, ni kijana,
nilikuwa hapa, nilipata hapa secretary fulani kanisani hapa, na mimi nikawa pastor. Nikamfuta kazi kwa sababu sasa washirika 40 secretary. Sasa akiwa bado sijamfuta kazi, mshirika tu hapa atabaliana sasa. Akapiga simu, mke wangu bado akasema pasa bila anaendelea kwa Bungoma ni kama ataoa fulani. Nikasikia yule ambaye alisema, nilimwendea, shida yangu mimi ni ukiongea kitu ukuange tayari kurudia. Nikamuuliza, nikimtongoza ulikuwa? Hapana. Ningekutongoza wewe ungesema? Umeenda sasa. Mwache kutumia mwache kutumia madalali ambao ni fake, watu ambao ni very cheap, wanafanyia kazi ya bure, kubomoa ndoa yako kwa bure. Kuna tabia nyingine hatuwezi kurekebika kwa mangumi ya vita. It needs understanding. It needs understanding. You need to take time to understand your spouse, understand his weakness and challenge. Some of the problems your husband is passing through, zimemtesa kwa ujana wake wote. Wakati umeingia kwa ndoa, si kitu inakatika na siku moja. Ni wewe uanze kumsaidia. Wacha kumsaidia abadilike, aone kwamba kumbe mtu anaweza kushika na mtu mmoja, maana pia ana changamoto zake, anahitaji wewe. Mko hapa? Yes. Sasa ukipata mtu wako ana udhaifu, wacha kuambia neighbors, huyo mama ni mzigo wako, shughulikia mgonjwa wako. Unaambia jirani, habari yako? Ongea yako na Silvia. Silvia asikiangi. Sasa jirani anaanza kujua nini? Maneno yenye unasikia tunasema kwa product, mke wako ni kichwa ngumu. Wewe ndio uliwaambia wamuongeleshe kichwa yake ni ngumu. Si wao walianzisha. Si wao wamemuita kichwa ngumu. Wewe ndio uliambia jirani ongelesheni Silvia, kichwa yake ni nani? Sasa kichwa ngumu ni majirani wanasema ama ni wewe? Umeenda ama mko hapa? Au preach. Nobody outside that bedroom can solve your problem, even your pastor. We can only help your marriage if you two are willing. No pastor can force a relationship to work. Hata mama yako akugusha, hata dada yako ambaye ni panganga akifika kwako, mzana anapachana pesa ngapi? 2,000. Mwanamume ana pesa anaenda kwa shilingi 2 peke yake. Muulize wewe bwana yako alipokuja hapa alikuja ngapi kuja kwangu? Kwenda ukae kwako. Kuna dada zenu wengine ni wakukosa. Ndugu zako wengine hata wasikuje kwako, mkutane kwa matanga na makumbusho. Makumbusho unataja wakumbusho? Nganyo. Mkutane machengane. Kisa mtu akiingia kwenu siku 3 anawachana mmegombana, mmekosana, hamwangaliani kwa macho. Ni kama earthquake. Communication. Mmetoka nyumbani kuna shida. Don't carry it. Nasikia kukaa kuhubiri, maana ninasikia nina power nyingi nikisimama tangu. Usipepe vitu vya nyumbani. Hakuna mtu ako perfect, kila mtu ana mapungufu yake. Unatangaza vitu kwa wateja, kila mteja akija unamwambia nani alikuwa amesimama hapa? Nani wamekuwa hapa? Nani wanakuja kusimama hapa? Nani wanakuja kununua? Hautaki watu. Na unataka kwenda saluni. Nikupeleka nani? Wewe unataka kuvaa nguo kwa boutique na wateja unafukuza. Kila mwanamke ni girlfriend wa bwana yako. Every woman, how cheap are you to compare every man to your level? How cheap are you to compare every man? Kila mwanamke unashuku, unapunguza kiwango yako kwa kiwango yake. Sasa watu wanapigana town mpaka wanaruana na nguo. Mtu anakuambia nimeona mzee wako anaingia, anamwambia kwenda huko na hiyo kisirani yako. Nani alikutuma kunichukuzia bwana yangu? Kwenda huko. Kwenda. Yaani hiyo kitu haikumi, umekuja kuletea kitu ya kuniuma ama kunifanya ikiniuma itaniuma, itanikata. Kwenda huko. Hebu enda mwambie mama leo uone.
Usilete yako upushi yako. Ulikuwa umeenda town kununua vitu zako kama kuniangalia kwa leo. Chunga line yako. Tunatoka na wewe kwetu. Ishi kwako. Umekuja umebeba umenunua shopping ya 10,000. Mabiskuti, maandazi, usinitolee hii umenunua unilote yenye umeona huko. Kwenda huko. Atiana inaniuma nini? Ibwana yako. Ibwana yako ameenda huko. Wewe kwenda huko. Hata ushiriki kanisa yetu, kwenda basi atakuwa. Tafuta pastor wako. Mbele wewe kukumbusha mabwana za watu. Wewe unatakanga bwana yangu wewe. Unatakanga bwana yangu. Anatakanga bwana yangu. Kama mtu anafanya vitu vyake havikuruhusu vinakuumia nini na unatumwa? Wewe huyo anataka bwana yako na una habari. Achana na bwana. Sitawahi kukwambia tena usiwahi. Bahati yako. Mkomesha. Yeye anakuletea maneno bila kuona bwana yako mahali. Jana alipigwa usiku kama amenyamaza hata kutoa sauti. Nilipigwa. Yaka ana sauti inatokea kama kwapo. Umeenda kama mko hapo watu wa Mungu. What I'm telling is true. Wale watu wamevunja ndoa za watu wako ndani ya ndoa tayari. Walivunja ya mwingine lakini yao. Nimeona mke wako wapi? Mahali fulani. Kama naishi ploti moja mimi utatukuru. Taita mama na mama nani? Mkuja. Huyu mama ananitakanga. Kwa unani pasa nikutaka hapa. Mbona uliniambia mke wako alionekana? Unakwanga na wivu mke wako akitembea akiongea na wewe kwa nini kama unitaki? Why you did as a little hapo? Is my wife your competitor? Huyu mama anataka sana. Nimekukata. Ni pepo yako ya kunitamani. Shindwe. Hapo nacheka sasa mwanaume analia. Kuna masaa inafikanga ya kulia. Yusufu alikimbia. Kwani Yusufu alishikiwa nini? Si allegation. Did Joseph admire the woman? No. Did Joseph sleep with that woman? No. Don't follow speculation. Utaharibu kazi yako. Utaharibu maisha yenu bure. It's impossible for them to work with their husband or wife. It's impossible for them to sit together. It's impossible to do their things together. When they see you working together, it pains them. Wanatafuta sileji ya kupika katikati ndio yenye crack. Nyumba hii hawataweza. Nasema nyumba hii hawataweza. Nyumba hii hawataweza. Mwaka anafanya kazi ya kupaka rangi. Ameitwa kwenda kupaka rangi kwa lodge. Sasa atapeleka mikebe apige na rangi na roho. Rangi ingie na apige na roho. Mzee wako ni fundi wa stima. Stima imeharibika kwa lodge na ameambiwa enda ufanye fixing. Atatuma roho iweke waya. Anapo hili lipanganga linakusumbua la mdomo kubwa hivi. Linakuletea uongo. Walapo unapokea uongo wake. Unaanza kukonda for nothing. Mnagombana vitu ambavyo hata hamuna evidence. Hamuna evidence. Pastor umekuja kwangu. Niko hapo. Hamuna evidence. Mkiitwa kesi kila mtu anasema niliambiwa. Wakati mko kikao wenyewe waliwaambia they are not present. Kesi inaahirishwa. Sasa mzee anasema kaa kwenyu kama ni hivyo ukipata wa mashahidi nitakuja. Nasema haikuwa iende hapo. Haikuwa ifike. Imefika hapo, si ati kwa ifike imefika hapo. Sasa baba nani tumezaa watoto wote, unataka niende wapi? Kwenye ulikuwa unaenda nao kampuni yako. Unaingia kampuni yenye haijakuwa registered. Unasikia vile nasema? Unafikiria tu mume wako wanawake wamtamani, wanamtamani huko popote. Wanamtamani tu. Mwalimu headmaster anaweza kusaje kutamanika? Na ako na pesa na ana gari na ana sura ya brown. Mtu anakusaje kutamanika? Mtu anakusaje kupendwa amenyoa vizuri ya smart? Mtu anakusaje kupendwa? Sasa ni yeye anaamua kama ataresplicate ile wamemletea. Umeenda ama umekuja?
Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaenda kukorogana na mtu, mnafunga kazi yenu na mikono. Hebu nisikize, kwa nini ninakaa hapa? Ndoa ikikosa amani, bidii yenu ya kuamka mapema na kulala mmechelewa haitawahi zalisha. Nyumba ikiwa na mfurukano, hamtawahi fanikiwa kifedha. Nyumba ikikosa amani, hamwezi fanikiwa kifedha. Ndio maana hata mkakosana saa 11 jioni, mnaenda kulala mmeachana na hiyo, mnasameheana, mnalala mkiwa na amani. Sio mwingine ameangalia East na mwingine ameangalia Bungoma West Hospital. Mwingine analala na trucks tulikuwa ameweka hapa ni kama anaenda safari. Hiyo ni kujifanya, maana si mtarudiana tu. Sasa badala ya kufanya comedy nyingi, leo unalala na tracksuit, kesho unavaa na utakuja kurudia. Why do you do this comedy, my sister and brother? Siniguse mume wako, mama anataka, mzee hataki, nimechoka. Na unajua tu utataka, maana hakuna mahali pengine pa kwenda. Why do that to your wife? Ndoa ikikosa utulivu, mafanikio ya hiyo nyumba inazuiliwa. Hebu niseme maneno haya yatakufaa. Kuishi na mke kwa amani kila siku si kwamba kuna utulivu, kuna hitaji kujitahidi kwa njia tatu. Njia ya kwanza, sometimes kupuuza vitu ambavyo si vya maana. Kupuuza vitu vitoko. Inagharimu kupuuza vitu vingine ambavyo kuna vitu vya kuongea na kuna vingine hata ni vya kuongea na unaacha. Number 2, understanding. Understand, kuelewa mtu wako. Kuelewa. Number 3, kuongea. Jambo likitokea niseme. Kuna watu mnaishi na mmenyamaziana, lakini moyo umejaa, kamaja kakifinywa tu eruption. Mnakaa lakini vitu zako unabebama tu. Unaweka. Sasa kitokea jambo moja linafinya ile button, unaanza kuvuka kama popcorns. Mimi hata sikuwa niolewe na wewe. Endelea. Iwe kuacha kuolewa. Sawa. Sasa hata fulani alikuwa amekuja, sijui ni nini. Endelea. Okay. Endelea. Navumiliana tu. Sawa, endelea. Na ile siku nitatoka nyumba, sikarudi tena. Endelea tu, kwenye utaenda. Hata wengine mumeenda mara nyingi na mdomo. Miguu ndio iendani, mumeenda mara mingi. Mdomo imekupeleka kwenye karibu 1,000 pounds. Miguu ina deni ya kulipisha hiyo yenye ulisema. Mzee anasema na wewe nitakufukuza na utawahi. Umefukuza bibi yako mara 500, kwenda ni hajaenda. When the relationship is sour, inaathiri kazi yenu, inaathiri matokeo. Na for your information, wale hamjui, inaathiri afya ya mwili ya watoto wenu. Your children will never be healthy when you parents don't live in harmony. It affects them physically because they are your biological products. Hata hakuna vizuri watawasumbua, kwa sababu sosi yao imechafuka. Asanteni sana wasi. Sasa kukiwa na kitu kwa moyo wako limefanyika, usikae nayo kwa moyo. Tafuta lugha. Wenda inauma,
kitu kama imekuuma, usitumie lugha ya kuuma kuiongea. Mtaumana. Mungu hapa mwenyewe. Ukisikia kitu imekuuma sana, Rose, imekuuma, usitumie lugha ya kuuma kuongelesha mzee, utamuuma. Tafuta lugha ambayo haina meno. Pika chakula kizuri. Kama uchemshaji maji, chemsha maji na umake sure na check na hii. Na check warmth yake, na baba nani oga anaoga. Unatoa mtu kwa mwili mpaka kwa mawazo, anajisikia ametulia. Roho imetulia kama ndege inataka kulala. Amefurahi. Alafu unatafuta maneno, baba nani? Kuna jambo hajanipendeza. Alafu yeye anakuuliza, "Ni nini mama?" Nisije nikwambia maneno aje. Niambie chochote mko hapo, nakupenda. Akishataja nakupenda, hapo kuna ngumi. Wewe unatisha mtu ambaye alikuwa anacheza Bruce Lee akiwa shule. Unatisha mtu mwenye amekata waya primary school, alisuspendiwa mara 10. Mtu ni kama babu Bruce na nini? Alikuwa anasema alianza kususpendiwa, alianza kwenda polisi akiwa class 4. Ndio unatisha tutaona. Sasa ngojea atulie. Maana kando na kumwataka, ndio mtafutaji wako, ndio baba ya watoto wako, ndiye mheshimiwa wako. Si tamu sana, lakini naomba mwelewe. Amen. Nimejifundisha ndoa haivunjwaki na vitu vikubwa, inavunjwaka tu na vitu vidogo, just because of a misunderstanding ama wrong communication. Hata huyu uko naye ukimfukuza, hii yenye unafukuza hii ni version. Unajua kitu version? Hii ni version blue. Hii unachukua sana version red. Wote ni mama. Sasa huyu wako ni wabidia na mkaka mapema, na hakuna mwanamke akona kila kitu. Unaweza pata mama anapenda biashara na kutafuta pesa na bidii, lakini si msafi. Unaweza pata mama Musa anapanguza nyumba kuweka ugali hapa. Musa unajaza Musa hapa. Lakini kinalala mpaka kinamorota na kukojoa mafuta. Unachagua gani baba? Nichagulie kwa wewe. Makucha yake haikatikani, inapakwa vizuri, mdomo vizuri. Yeye mtu msafi na mtulivu, lakini kufanya kazi ina kutapa. Akianza kukula unafikiria kwa kazi, nakula kama wanao, lakini kazi hauwezi pata mwenye akona kila kitu. Hakuna. Unaweza pata ndugu mzuri, anapiti, anajituma na ana udhaifu fulani. Sitaki kutaja ana udhaifu fulani. Sasa kazi yako usifute uzuri wake huu kwa sababu ya udhaifu wake. Anza kumwambia, Bwana nipe neema ya kusaidia mume wangu. Tunakula vizuri, watoto wanasoma, anavaa vizuri, lakini ana mapungufu. Bwana nisaidie. Hakuna imani huku, labda huku nitazipata. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu ako 100%. Kama ni msafi anaweza kuwa na mapungufu, kama ni wapiti ana mapungufu mengine. Hawezi kuwa na kila kitu. Sasa sehemu ambaye mwenzako amepungukiwa, wewe umepewa jukumu la kumsaidia. Mimi naweza chagua mchafu, lakini Magufuli mchapakazi. Hata kitanda ni chafu na tuko na pesa, tutapeleka dry clean. Kulipo kiwe kisafi na tunalala bila kitu kwa mfuko. Marasi nyingi ya kuchanganya watu na una ene. Nikanyaga tomato napiga magoti chini. Kama na nini mimi ndio last born. Pata mwanamke akiangusha chini hapa, mtu anataka kumpiga ama kumfanya mabaya, anasikia 1000 inatoka kwa makwapa. Ingine inatoka kwa sindilia, pup, anaachana na anachukua pesa. Mama mtafutaji kama Malkia wa Beersheba, mama ambaye alikuwa na fedha na dhahabu na silva na mali merikebu za kubeba dhahabu, anauza miti kutoka Lebanoni, anakuja kwa Suleimani kusoma hekima iliyokuwa na ufalme. Halo
mwanaume unakaanga ndani ya mke wake. Ukipata feki, pambana na feki yako. Ukiseeka una chochote na laumu mke wako. Sasa nisaidie tuchague na wewe. Mchapakazi, mambo ya kujituma, analala na maswali. Jana nilipata pesa. Hebu leta kitabu. Mangeni lipa pesa yake. Huyu wa fulani anataka kucheza, tutampea mzigo. Pesa. Baba, wache michezo ya kuwa soft. Tunapoteza. Tutaenda kulala kama tumekosania hesabu, siku kukosania ugali. Mimi nachagua huyu bwana. Hivi anataka kufanya kazi, ninangoja tu kupata mimi. Nani naanza? Miaka 6. Watoto nani unapeleka? Mapacha. Usimruhusu ni ubiri tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unazaa haraka na una eni. Ndio uanze kwenda kwa TV. Serikali. Uhuru ni bwana. Uhuru saidia maji naenda na vitu. Uhuru maji ya wendo. Uhuru hata kuku atilipu kuyatu napotelea wapi? Hapana jua hata ng'ombe yanaenda wapi? Uhuru. Unaletea mzee shida kwa ndoa yake, ana mke bwana. Umesema unachagua gani? Safu maua. Unakutana asubuhi, mama aliamka wanaweko, ametengeneza watoto, ametengeneza chai. Anakwambia nani amka bwana, wote tunaondoka. Wala mjaoa, mkifika hiyo siku ya kuoa, msikize mahubiri haya. Mwanaume maskini lakini ni wa bidii ni bora kula kwa mwanamke ana pesa na mzembe. Mtu akutafuta mwanamke ambaye anaweza kuwa hashughuliki sana na shepu na nini, lakini shepu ya dola. Sasa ngojaji bwana yako amekufa ama ni mgonjwa, mgonjwa amepelekwa Mata hospitali, utaona vituko. Enda Elpisha kwa hospitali za matajiri Mata, enda na hospitali ukute wale hao mama na wataja mzee amegonjeka sasa, stroke imepiga, amenyamaza. Mama kwa tu baba nani sema kwa tu mahali hiyo title deed liweka baba nani na kubuku ya gani baba nani hata usiache hivyo. Usi baba nani usiende hivyo, watu waendangi hivyo. Baba nani unaenda aje? Usiseme umeenda, anasema mtu akikufa anasema kana ondoka. Watu wanadia na style za kutisha. Ukiona mtu anauliza mtu huyo ni ATM. Baba nani? Usiseme unaenda. Baba usiende baba. Na mimi nitakuwa mgeni wa nani? Wewe tayari mgeni wa Elpisha. Unasikia mama amepimwa asubuhi saa 2, saa 4. Unaenda mama ako strong. Nasema niko vizuri. Mume wangu amelala. Umetuacha vizuri. Watoto wamesoma. Ametengenezea maisha, watu wanakufanga. Mtu analia wamezika bwana yake, analia another 3 months kama analia bado na amevaa koti ya mzee wake. Mayo. Baba. Ayakna di baba ayakna di. Baba ayakna. Watu wameamka asubuhi wameenda shambani, wewe na ayakna di. Baba yo. Nikuchezea aje baba? Nikudia aje mpenzi wangu? Nilale chini ndio. Piga
ni biashara yake alikuwa anafanya, hana hata ujuzi wowote. Ndio maana ukianza kufanya kazi ndugu na iwe nzuri, anza kufundisha mke wako kazi yako. Fanya kazi na mama yako, mke wako mtoe nyumbani, anza kuwa na experience ya kazi yako. Lolote likitokea, mke wako asiaipite na watoto wako. Fanya kazi na yeye, ajue kusaini loan, ajue kusaini checks, ajue kwenda banki kutoa pesa, ajue kufanya savings, ajue ATM, ajue namba za wateja, ajue title deed zako, ajue mafanikio yako. Ndiye kama mjinga. Baba Jaugenya Mayo Jauyoma Ikono ikono. Amen. Basi wa kwanza the first lady bwana yake alikufa. First lady alikufa, alifiwa na bwana yake mpaka leo. Founding president alikufa, mke wake ni mjane for over 50 years, analiana. Tandia hii streets ushangae. Sasa unaenda mahali kujioto na kupigwa kufukuza. Kwenda huko. Wewe ni mjane peke yako. Kwenda huko. Tafuta mtu wa kuoa utulie. Kama ni bwana unatafuta wanaume wamejaa hapa, tafuta mwanaume hapa kushughulikia utulie. Pressure mingi hapa. Unajanga uchungu. Unaweza janga uchungu. Sijui wacha hapa kubiri kitu. Ni message mikali sana. Mzee amekocheka aongei na umeng'ang'ana tena mdomo. Baba nani? Sio kitu. Nakwambia usisumbue mzee. Atakuwa vizuri. Hapana. Baba ongea. Unajua watu utakitaka kufa anaangalianga tu. Na kumbe ndiye anataka kufa. Anakuangalia lakini ameshachukuliwa roho. Anataka kuambie mahali aliwacha dogo buku lakini hawezi kuongea, lakini macho yanaona. Naona niangalie hivyo. Uko special sana. Angalia. Niambie, baba nani? Ile shauri kumenunua, uliandika kwa nani? Anakuangalia. Huyo mtu mambo ya dunia ashaachana na hata mikono unaona amefanya tu. Ameachilia. Baba, please. Account number. Unataka kwenda bank baada ya miaka 10 uendange. Ndio sasa unashikwa na semeji ama koligi ati anakupeleka bank kusaidia kutoa pesa. Bane. Mumekuja. Mwambie jana chapa kazi. Kama ni mama inaweza kuwa ni mwambie huyo mama chapa kazi. Sasa mzee ameondoka, sasa ndio unaanza kufanya biashara. Unanunua kama mashini ka kaos. Kenya kaninoku ilikuasha kanaanza kutoa moshi. Pesa zina mikosi. Lakini maandiko yanasema Mungu ni Bwana wa wajane, si Bwana wa wajane wajinga wa namna hii. Mungu anaoa ili je? Mungu ni Bwana wa wajane. Baba ya mayatima. Ataona. Kuna maarifa yoyote. Mzee amekupa pesa ya mzee, unaenda kununua tingatinga ya kushaga mahindi. Unawateka. Mashini yenyewe ujikuacha. Mzee amekufa. Ndio sasa unachukua pesa. Si unaenda kuleta nini uzi, unaenda sokoni. Kila mtu anaangalia ngozi yako na vile umevaa. Wewe ni macho hino na babu vizuri. Pale penye unaenda kuuzia watu wa macho hino hawakuangi hapo. Wateja wanakutoroka, manager yako sokoni. People who do that business
Jesus don't have the skin texture kama hiyo. Wewe una ngozi nyororo kama ya msungu na unauza omena. Hata wateja wana suspect omena yako ni ya majini. Maana mtu anayefanya biashara namna hiyo hakaangi. Kama hujazoea kujituma, hujazoea kutoka, hujazoea kuondoka. Wamama ni mahiri. Naomba mniruhusu niachilie roho. Bwana achilie roho ya kutafakazi juu yenu. Yesu achilie roho ya kutafakazi. Usikae chini mama yangu. Usikae chini, tumika. Tengeneza pesa. Maana ungesema mwanamke mwenye hekima anaondoka mapema kungali ni usiku. Huenda nchi ya mbali akatafuta. Kanyumba, ndoa ikikosa pesa, hata kama mjakosana mtakosana. Ndoa yenye haina pesa watu wanakosaniana hata ugali yenye imebaki. Hata unaweza leta kwa kitanda na bahati mbaya ukasonga upande wa mama na ikazaa ugomvi, mtu akalala siti. Mbona umesonga huko sana? Songa pande yako. Shida ni nini hapa? Hakuna pesa. Nakuambia vitu hata watu wanashangaa. Ati ulizima TV na huko ambia mzee unazima. Unazima TV na nimekaa. Ni hapa unaanza kugombana. Pesa zikiwa hakuna, kwa nini mkiona mmepungua kipesa, badala ya vitina mwanzo kufanya kazi. Pesa zikiongezeka, amani inafanya nini? Utaona sasa mama, sasa pesa imeingia, mama anachukua mtoto. Kingia kwa supermarket naambia mzee ni bebe yako mtoto, bebe yangu. Zana bebe, ngoja bwana wewe acha vitina yako. Bebe. Zana bebea mama mtoto. Ukiona mtu amebebea mtoto pesa iko. Mwanaume usitubebea mtoto kama mnapigia shida. Mama uko mbele matiti inanyonyesha, anasema anapumua kidogo, kifua imejaa. Mama ndiye anaokota vitu limezeni na lipo. Pesa zikiisha, beba mtoto wako. Mtoto hata nikimwangalia tufanani. Muombe msiishi maskini. Muombe usiishi maisha ya taabu. Nyumba yenu usikose pesa wanangu. Aibu usiwahi kusikia kwa nyumba yenu. Mateso usiwahi kutajwa kwenu. Roho ya aibu usiwahi kutajwa kwenu. Roho ya usumbufu usiwahi kutajwa kwenu. Umaskini ni mbaya. Umaskini ni mbaya. Ninaomba katika jina la Yesu, chini ya neema ya nyumba hii, mtu wa nyumba hii asiwahi kuwa maskini. Usiwahi kuishi maisha ya kuombaomba. Usiwahi kuishi maisha ya taabu. Pokea neema. Watu wanakosa pesa, wanakosaniana vitu hata unashangaa. Lakini wakiwa na pesa, enda letea utaona mama. Mama anasukuma ile troli kubwa imejaa. Na baba naye ameweka mtoto kwa troli ndogo. Kama mtoto unafikiria kanakufa, kakipinda kwa kanachukua bolika. Mama anasema wachana na mtoto yule mdogo ajui nini anafanya. Acha aweke tutakula. Nafika nyumbani niko na tissue roll 10. Toothpick packet 6. Maandazi na unga ya ngano. Yote ni ngano. Baluni. Zile zenye azipulizwa tule tunakipuliza unauma na huko. Ndio wamenunua packet 6. Mwenunua hudi ya Wahindi. Pesa zimeingia. Nachukia umaskini na roho yangu yote. Maskini inaweza fanya ukadharauliwa na mtu ambaye sio kudharau. Maskini inaweza kukubadilishia jina yako. Maskini inaweza fanya ukajificha watu. Maskini inaweza fanya ukafanya kazi sio yako na kukula chakula aibu. Roho ya maskini, una masikio, usiingie nyumba hii. Ninakukataa. Roho ya maskini, ninakukataa. Wasomaji mko tayari? Yes. Ephesians 4:29. Nina dakika 15 ama 20 nafunga. Leo mtaenda nyumbani mapema. Kimbia mbio sana. Neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu. Neno lolote lililo baya lisitoke kwa kinywa chako. Bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Kila unapoongea, kila unaposema, ongea maneno yanayofaa anayesikiliza.
ongea vitu vinavyofaa mteja wako. Nataka niseme kitu hapa kimekuja. Usiwahi kuambia mteja wako hauna kila anataka. That is a failure language. Umeenda mambo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unauza kuku, simama. Huyu anauza kuku na mayai. Jana nimebeba huko mayai ya bure. Mungu akubariki. Tena zitake sana. Mayai ya bure, kuku ya bure na kadhalika. Sasa mtu akija kwako anakuambia nataka mayai na hauna mayai. Lugha ya kwamba sina mayai sio lugha ya biashara. Imepungua. Unataka ngapi? Crate 50 kesho. Si wewe peke yako umefuga kuku Dodoma. Wacha kujidanganya. Tafuta anayeuza kuku kama wewe. Nipatie crate 50, nina haja. Na umake sure unafikisha kile mteja wako. Asante. Mko hapo? Sasa ukiniambia hauna nifanye nini? Telling your client you don't have what she wants, you means you are referring her to your competitor. You did not get what I said. If you don't have what they need from you, you are referring them to another. Unasikia? Mtu akija kwa anataka kazi yote ya mitandao na printing na unasikia mashine yake imejaa, chukua hiyo kazi yako, enda kwa neighbor ifanye. Ndio maana relationship yako na other competitors ni ya maana sana. I don't have what my clients need should not be a language of a rich man. Mko hapa? Unajua juzi mimi napenda sana kuchunguza. Tangu nishikane na rafiki yangu Reverend, kuchunguza na kuangalia. Juzi nimeona mbunge fulani ameshtakiwa kwamba alikuwa na supply hata hapa Ngoma, alisupply mashini za ICU na vitu kama hizo. Watu hawajasomea dawa na hawajasomea hospitali. Kile wanataka tu ni awini tenda na anatafuta expert, anawalipa na wanamletea mzigo. Umeenda hapo? You don't need to be a road engineer in Kenya to build a road. You just need a road job, then you get engineer and hire them. Are you listening to me? You don't need to be a medical doctor to supply medical equipment. What you need is to get the job, then hire experts. I was watching yesterday Daring Abroad with the Champs report. Umeelewa nini? Champs nini? Achana hiyo vitu vimegonga tu mabati. Hii inachukua akili yako. Ungekuwa umesikia pesa ingeanguka ndio ningejua unaona wewe uko serious. Mabati mimi naangalia kama pesa zinafuka sikianguka unaangalia. Mabati muangalia kidogo. Champs report. Jamani. Mkenya ambaye alikuwa anaenda Kongo kufanya peacekeeping. Mwanajeshi Mkamba alikuwa anaenda Kongo, alafu akaona vile wa Kongo wanakufa, hawana hospitali nzuri, ameenda Kongo bwana na akaweka hospitali yake inaitwa Sky Hotel. Amefungua zaidi hospitali 3 Kongo za kisasa, and the guy is collecting Congolese money on a chair. Nini bwana? Mimi naonanga pesa ni kama maembe hata Ngoma. Ni vile mnaangalianga pesa kwa mfuko ya watu. Pesa angalia kwa mfuko ya wateja. Si kwa ndugu yako tajiri atanipatia yako. Dada yangu sio yako Amerika atanitumia yako. Kazi yangu sio yako Oklahoma. Pesa ziko mji huu. Ni create opportunity. Chama menda Kongo. Alikuwa anafanya kazi ya jeshi na anaona hitaji la Wakongo. Anafanya kazi ya jeshi na anaona vile wana shida ya hospitali. Akachukua loan ya 70 million. Hata vile nimetaja kuna mtu sahi tukikuangalia vizuri roho yako imeanza kwenda. You are almost dying. 70 million. 70 million. To start the business.
mazuri na kukomboa na kununua equipment na kuajiri professional wanaosimamia radiotherapy, x-ray, cardiologist, zote na anaajiri. Yeye director, lakini kazi inafanywa bwana. Kama kuna biashara ya kuchukua pesa za watu kwa lazima bila ujanja, biashara ya hospitali. Yaani ukianza kugonjeka ujue uko kwa barabara ya kukufa. Sasa inabidi ununue dawa ikomeshe safari. Sasa mambo ya hospitali haina mjadala. Ukishagonjeka dawa utanunua. Kama hakuna watachanga. Jamaa ametengeneza pesa. Jamaa anatengeneza pesa. Kwa pastor, mimi niko na kazini yangu ako US, aliniahidi atanichukua. Sasa unakaa ukingoja kwenda US. Wewe unafikiria US watu wote ni matajiri? Kama kuna watu wanafanya kazi za ovyo ovyo, Waafrika walioenda Amerika, wengi hata ukikutana naye mnajua atakutoroka. Watu wanachimba makaburi. Watu wananywesha wale wazee wamezeeka kuji. Unywa. Funga mzee bampa, mavi ya mtu mkubwa. Anakutumia pesa hapa Kenya, unafikiria naipatana rahisi? Wanafanya kazi sahihi. Ukienda miji zingine kama Alaska, hata ukipiga picha Alaska waambie mtu ni Amerika, atakwambia wewe uko Sanani. Ni milima tu na vumbi na mito. Hakuna kitu cha maana. How do you talk? Wasomaji wangu mko tayari tuendelee? Umesoma Proverbs? Umesoma? Ephesians 4:29. Psalms 141:3. Proverbs 29:20. Nimebakisha dakika 12. Nifunge. Kimbieni ndio sana. Psalms 141:3, Proverbs 29:20. Communication is one of the major link between you and your client. Any miscommunication or communication disconnect means loss. Communication or communication disconnect means loss. Kimbia mbio sana. Zaburi 141 mstari wa 3. Ndio. Bwana, weke mlinzi kinywani pangu. Mwandishi wa Zaburi anasema, Bwana weka mlinzi kwenye mdomo wangu. Weka mlinzi. Kimbia mbio. Mngojezi miongoni pa midomo yangu. Mngojezi kwenye milango ya midomo yangu. Usiuelekeze moyo wangu kunako jambo baya. Sasa kuna watu biashara zimekataa, si kwa sababu hakuna mateja. Lugha. Unaokelesha na customer. Taka watu wanakusikia. Unajua simu. Ukipigiwa simu na mteja, vile unasemanga halo, ukiambia dada yako halo, si sawa na mteja, sauti ziko tofauti. Kwa neema ya Mungu nimewahi kutasafiri kwa magari na matajiri, bishop wangu na wapigo wakubwa na watu waliofanikiwa. Ukisikia mtu anasema halo, okay, huyo ni mteja, huyo ni ndugu yake. Very different. You do your research. Do your research. You don't talk to your client the same way you talk to your relatives. Halo mkubwa. Uko na mgani mkubwa? Habari yako mheshimiwa. Unafikiria tu mheshimiwa ni nani? Mteja, mheshimiwa. Halo baba. Unaendelea vizuri? Asante. Habari ya maisha bwana. Uko na namna gani? Maisha yanakupelekea namna gani? Asante. Hiyo mzigo nileta ulionaje bwana? Hii kitu ni mbaya. Alafu wewe usiwe na shida. Mzigo yangu ikiwa na shida yako hatuwezi kukuuzia kitu mbaya. Tutarekebisha. Usiwe na shida, nitakuja kukuona. Hata usilalamike, hata usipigie mtu, hata usiongee.
mimi mwenyewe nitakuja kukuongelesha. Unasikia hiyo lugha? Sasa kama mzigo ni mbaya unataka kufanyaje? Na mimi niletea hiyo pia. Acha kusumbua, tafuta mahali pengine. Sisi watu wa kuchezewa. Nafikia nitegemea pesa yako. Wewe jipanga na hiyo mzigo. Alafu wateja anaenda anaambia wateja 5 10 wanaanza kuja. Unakuja hapa sasa uko wakona. Baba, Yesu, Mungu hapa sanatori. Mungu anatanatori. Wewe ndio ninakuomba. Ulisema hatutawahi kushindwa. Mungu wangu hakukutuma kwa hiyo vitu. Tasema iko. Unaomba maombi ambayo haina hata validation, haina hata backup. How do you talk? Soma the next verse. What are we reading now? Proverbs 29:20. Kimbieni ndio sana. Je, umemwona mtu mwenye kuhamaki katika maneno? Nataka kila mmoja afike pale kwa sababu this is very important. This is a must read. Please, I beg you in the name of the Lord. This is a must read. Read for me. Je, umemwona mtu mwenye kuhamaki katika maneno? Je, umemwona mtu mwenye kuhamaki katika maneno? Afadhali kumtumaini mpumbavu. Afadhali kumtumaini mjinga kuliko yeye. Hiyo naomba, I'm just begging, a must read, please. English. Do you see a man that is hasty in his words? Hasty means mtu anaongeanga maneno mingi. Mingi. Kama charani ya stima. Kanyaga tu hivi kidole imeenda. Mtu wa maneno mengi. Ana nini? There is more for a fool than of him. You rather trust a fool than a man with a lot of words. Mumesikia vile nimesema watu wangu? Hebu Kiswahili rudia tena, pasa rudia tena. Je, umemwona mtu mwenye kuhamaki katika maneno? Umemwona mtu anayeongea maneno mengi? Afadhali kumtumaini mpumbavu. Afadhali kumtegemea mtu ambaye ni mjinga kuliko yeye. Kuliko yeye. Look at how the Bible relates. A person who is a careless communicator. A fool is better than a careless. What are you getting this? A fool is better than a careless one. How do you address your class? Unaongeleshaje watu ambao unafanya kazi na wao? Ashukuru Mungu mnaelewa. It is communication is a tool that brings your clients close to you, interact with you, understand your product or your business, and also helps your clients market your product. Your communication will help your clients market your product. Kuna mtu anakuja kazini kwako kununua vitu, aliambiwa na mteja mwingine kwa fulani ni kuzuri, anaongeleshaka watu vizuri. Ukinunua kwake kitu ni mbaya, anakubali kukuelewa, ana understand. Niliwahi kununua kitu kwa hardware fulani hapa town na nikawa ina matatizo. Nilipoambia mtu nimenunua, akasema huko uwezi rudisha. Ukinunua hata ni rangi tu, ni rangi nunua mahali. Alafu akaniambia ukinunua rangi mahali fulani ni kuzuri. Nikamwambia kwa nini? Huyo akikoroga rangi mbaya na udishe pasta watakubadilishia. Lakini kwa fulani, how do people speak or your clients speak about what you do? Communication. Unahandle wateja wako na heshima na maongeo ya kuwavutia na kuwachochea kurejea. Hata kwa mtihani tu. Piga simu, halo, habari yako? Mzuri. Wewe ni nani? Nani nini na wewe unapiga simu? Halo, ndio Pastor Tony. Kwa nini? Okay,
Oh. Basi kuna mtu alikuwa amenipatia mzigo kutoka Mombasa. Nikuletee nini hiyo? Mimi ni driver, nimepewa gari nikuletee. Oh. Unaita nani? Ngoja kidogo niko mahali kuko busy. Unaita nani? Nikuuliza? George. Umefika town pale gani? Niko Kandui. Umeanza kuingia town? Ni gari ya black kama ni white. Nani alikupatia? Okay. Wanakuja haraka tukunywe chai. Kuja wewe. Ulianza pongezi? Ulianza na chai? Unaongeana ni kama unatafutwa. Wewe ni suspect. Mjue mkiongelesha watu mnaongelesha nani? Kumbe ni mtu ametumwa kwako na mteja wako mwingine akuje anunue. Ametumwa akiambiwa kama unataka mtu anaye supply kitu fulani mzuri ni Pastor Tony, piga hii namba. Anapatana na majibu kwa simu. Na hii imefukuza wateja wengi sana. Effective communication affects your relationship with your clients. Affects your relationship with your clients, either for good or for bad. You cannot make money by being a good. You cannot make money. So you can make money by being a good communicator. Best, kuongea vizuri inaweza kukulipa tawili. Kuongea tu vizuri inaweza kupatia wateja. Kuongea vizuri. Everyone is your client except yourself. Speak to everyone well. Means of communication. Dakika zangu zimeisha jamani. Niongeze dakika 5 ziwe 10 alafu nifunge. Amen. Amen. Means of communication number 1. You can communicate to your customer through speaking to them verbally. Kuongelesha. Kila mfanyabiashara hapa unafaa uwe na season ya customer wako. Inaweza itwa customers week or customers month. Siku tu ambazo ni wiki moja ni kupiga tu masimu ukiongea na wateja wako. Just wanting to know how do they feel about your services and what you do to them. Just talking to them. Habari nzuri, unaendelea jambo nzuri. Nikupigia tu nikusalimie. Habari ya cheptais ni nzuri. Umenitupa, niko bwana, ni mambo tu yamenipata. Asante, nilikuwa nakusalimia baba. Ushinde vizuri, Mungu akubariki sana. Thank you. Huyo mtu kwa maindi yake ushakuonyesha concerned. Si ungojaga ni siku yenye amekuja. Some of your clients hata wakifiwa, you need to go the burials of their relatives. Na watu wamejaa vile mmejaa hivi, alafu anasema that's my customer. Amekuja imagine kulia mama yangu. Alafu anaongea mbele ya public. Hata kile mnasema jamani, kumbe huyu mtu mzuri wa kufanya naye biashara. Anaweza kuja mpaka burial ya client. Oh pastor. Bwana sifiwe. Kama western hiyo lazima ufanye, maana western watu wanaheshimu matanga kuliko harusi. Matanga. Matanga. Mtu analia hata ajui nani analia. Mayo na si mama ni mwanaume. Speaking to them. Number 2, your personal presentation. Your personal what? Saidia koti yangu hapo Pastor Paul please. Okay. Mko na habari? Kwa sababu nataka namba 7 samaki na ugali alafu nisaidie mboga za kienyeji na maharagwe. Sio umesikia nimeongea naye? Alafu unasimama hapo penye huko. Ugali na samaki na mweke mboga za kienyeji, umetuma hiyo? Who are you telling what I want to give? Ni nini inakusumbua kutoka hapa uende kwa ile dish ya jikoni? Tafadhali kuna samaki na mboga za kienyeji na ugali tafadhali kwa table number 18. Sume sauti hiyo. Unaenda kwa utafanya kuku na
na chips. Okay. Na kuku na chips ifuate haraka, ifuate nyuma hiyo. Ifuate hiyo samaki. Mushroom soup na chapati. Ya ile samaki umeshapeana kweli. Peana hiyo samaki haraka, mtu anakufa hapa. Nani amekwambia nakufa? Na mushroom soup ifuate mbio mgongoni. Pampa. Kuna social distance kwa chakula haraka. Asante. Nilikuwa nataka maji ya kunywa kidogo. Maji ya kunywa. Sawa, maji ya kunywa ya chupa ama ya jug? Ya jug. Unakuja na chupa, maji unaweka hapa. Usiapeana kwa mkono, anaweka hapa glasi. Hiyo jug yao. Asante. Hiyo umeniambia nikunywe maji. Enda kule tunaendanga. Ukitisha maji, analeta glasi, ameleta glasi imefunikwa, haijasimama, anafunua ukiona. Anafungua chupa. Anakumwagia maji. Usimwagie mteja maji full glass. Hujuani kiwango yake, unaweka nusu. Yeye mwenyewe akitaka anajiongezea. Anaweka hapo kikombe ya plastiki ya blue. Alafu anaweka hapo jagi tena chafu na anaweka. Haya, ile mushroom imeiva, ile mushroom. Hiyo mushroom iko tayari sawa. Umeleta. Haina chumvi ya kutosha. Chumvi sawa. Chumvi sawa. Chumvi kwa wapi? Nipatie okay, chumvi okay. Timu wewe ni boss tangu. Chumvi hiyo hapo. Utapewa nini wewe? Wewe stay ufanye kazi ya manamba. Hoteli huwezi. Si mapepo inaua kazi yako. Si shetani anaua kazi yako. Kile kinaua kazi yako ni communication and connection. Every clan, no matter how poor they are, so long as they are giving you money, handle them with good language. Talk to them well. Address them with honor. Mko hapa? Wale mnafanya hoteli hapa. Menu yako ya hoteli isiwe na chakula zaidi ya 50 kwa list. Inakuwa vigumu mteja kusoma. Andika walio wako na aina ya chakula 50. List page 3 ya chakula page 3. Ufungue hii. Chakula ni aina 3 tu. Breakfast, lunch, supper or dinner. 3 peke yake. Breakfast andika list. Lunch alafu weke supper ama dinner. 3 category peke yake. List imeandikwa vitu mingi. Hata zingine mteja anakuuliza Paul, hii inaitwa hii ni neno gani? Nilienda kwa hoteli yao nikaitisha nini? Nikaitisha ile samaki inaitwa nini? Fish fillet. Na alafu nikaitisha na ugali. Inakuliwa na ugali. Na mwenye ananiletea nikatazi aniambie yeye ndiwangu na ugali. Anangoja kuona vile kutakuwa na sokomoko hapo. Mimi sijui fish fillet ni inaliwanga na nini? Nimeitisha na ugali. Yeye ananiambia excuse me sir, this one they don't eat with ugali. Can you try with chapati? Yeye pia anaenda kuleta ugali. Nikafanya hivi. Hapa. Fish fillet, unajua fish fillet hata mimi mnajua kama unajua fish fillet. Unafikiria fish fillet ni samaki na kichungu. Fish fillet sio samaki na kichungu. Vitu vingine za white hivi. Na sabra ugali haikuliwa na ugali. Nikafanya hivi nikajikasa nikasikia kujikasa imekata na pesa yangu. Kararua pesa yangu nikaacha hapo nikaondoka. Nikaacha njeja. Wameniangalilia kwa dirisha hivi nikienda. Sema leo tumekutana na kitendawili hapa. Number 5, your prices. You can communicate to your client through your good prices.
bei yako inaongeanga kwa wateja wako, the price. Usitake faida kubwa na usiende hasara. If you are selling something at a profit of 500 shillings and you can sell that thing kilo kitu kwa shilingi 500 in 1 month, na ukiweka 400 unaweza iuza in 1 week, you rather sell it at 400 because time ina matter sana kwa biashara. Mkwapa mameenda. Apart from the profit you gain, remember your profit must work against the time you sell the product. What did you write last? Number 6, quality, the quality of your product. You can communicate to the quality of your product. Uzia watu vitu vizuri, vitakujengea jina with the time. If your clients are no longer coming for your services, they are getting those services somewhere else. Don't wait for them. Look for them or go after them. It is called, in business, it's called marketing. Kama hujaona wateja wako kwa muda mrefu, hawakuji, ulikuwa na wateja na hawakuji, don't wait clients kama vile mimi nangojeanga washirika hapa. Atu watakuja tu. Tashangaa unangojea ati saia wakuji. Uwe na kitabu, wale mnafanya biashara, inua mkono nikuone. Inua mkono mgani nikuone. Asante wafanya biashara. Wafanya biashara wangapi wale umeinua mkono? Uko na kitabu ambayo uko na namba za your loyal customers. Inua mkono. You need to have a diary about iko na namba za simu za not every customer but you are loyal. If you are not seeing them, there's a problem with your services. Ama walikosewa na ujui, walikuja kwa kazi yako kama huko, fanyikazi wako akaongeleza vibaya. They are fearing reporting to you. Look for them. Ulitoka kwa ofisi ukaenda kutafuta kufanya marketing. Kale kakijana unachanga kazini, kakajaa ndani ya kiti yako kama ugali yenye jaiva. Kakajaa ndani ya kiti. Mimi ndio sasa. Habari yako, unataka kusaidie nini? Okay. Sema vizuri bwana, acha kutuchelewesha. Bosi yako wapi? Uone bosi hapa, kwani unaona hapa kuna pusi kama ni mtu? Mimi ndio bosi. Sasa rafiki yako anaogopa kustaki mfanyikazi wako kwako. That's the character of clients. They might fear to tell you the problem with your boss or whatever you have a problem because they don't know how you relate with them. They are fearing to tell you. Kuna mshahara nipata hapa nifanyia. Hana shida kukwambia, maana hajui umemwajiri kwa viwango vya qualification ama vya ukoo. So kwa kama ni mtu mungwana, anaamua kuacha kuja kwako kimya kimya. Are you listening to what I'm teaching here? So if you are no longer seeing any client coming to you, na alikuwa anapitia kosi, ameanza kwenda kwingine, talk to him, talk to her, recover your clients. I pray in the name of Jesus that you are going to cover every client you lost in Jesus' name. Can I hear sound in amen here? Talk to them. What happened, baba? Ni nini inafanyika? Mimi nilikuja hapo nikapata kijana yako kaongea mambo mengi. Sama mimi mnaachiaga watu kazi, ukitoka wateja wakija anaambia wateja, hata nyinyi mnakuja kununua nini hapa? Huyu mtu anafilisika. Ako na doni kubwa. Hata ni unaona akai hapa anajificha ficha. Ndio maana ukiwa na wafanyikazi kazini, don't share with them your problems. Kama kuna mtu atafungua kazi kama yako, it is so easy for him to pick one of your boys na waajiri because anajua hapa kuna waka moto. So anaambia bosi, hata mkiona sasa anakujaga tu, anafungua ofisi na toroka. Huyu mtu anadaiwa. Ni vile hasemi, lakini vile tunamwangalia vile anabehave. Hapa hakuna kazi. Na nyinyi mnafanya nini hapa? Sasa sikumshikia tu, najua hili. Hamjadiliwa, analipa tu, lakini ni kujikasa. So how old your mama? How
hauoni ndugu, kumbe wale watu ambao uliacha tu wanaweza kuwa ni ya competitors. Wanaangalianga mteja akija kwako, ananunua naondoka, wanamfuata. Habari yako, anamfuata mpaka kazi. Habari yako, leo ukinunua kitu fulani kwa fulani, alikuzia pesa ngapi? 5000. Ai, na mnagongwa kwaje? Unagongwa aje baba? Tumechuana ita. Unagongwa nikiona. Mimi sifurahi kigongwa. Anaongea ukweli. This is marketing. Alikuzia 5000. Si nikufanyia 45. Tafanya 45. Sawa. Nani hataki vitu vilivyo wewe? Tufanyia 45. Unangoja mtu, hakuji. Unakutana na baba, ulienda wapi? Nasema nitakuja tu. Chukua muda kumsikiza. Tukwambia ai bwana, wewe jirani yako mimi ananiziaga vitu na 45. Na wewe unanizia 5000. Kwa nini unanigonga? Sasa mmekaa si mambo ya simu na kwa njia. Mbona unanifanyia hivyo? Mwambie baba si hapo kugonga. Kuja kwa ofisi tutaongea. Unaitana mnakaa. Mwambie hebu nikusaidie. Hii kitu ikinunuliwa kwa manufacturer inakuja na hiyo 46. Inauzwa, tunauza 45 kwa sababu ya tax na faida na kulipa hapa. Huyo jamaa anakuzia 45 anamdanganya. He just want ni competitor tu. Alafu unampatia facts. Anaondoka nazo. Hakuna hasara ufilisike. He needs you tomorrow. Don't lie to them. Whoever is competing you through lies will never sustain any business. Will never. Unamwongelesha, anaondoka. Anakaa, unamuona amekuja. Nimekuja baba, tusaidie kitu fulani. Unamuuzia. Yule anamuuliza, "Ali, uliniuzia ile kitu pesa ngapi? 45,500. Ya. Sio ndio bei yako? Na suli niambiwa na kuzanga 5000 ananigonga. Na wewe ni 45. Sasa sio 45 ndio bei yako, utanipunguzia yako nini nyingine? Sasa uongo inaanza kusafoketisha anayeshindana na wewe. Na mwambie huyu ananiuzia 5 na unauzanga 45. Sasa sio 45, suli punguzie kwa kitu tayari hiyo 45 hapo chini ya profit. Na huyu anamwambia punguza tena kidogo. He begins to suffocate business wise. Ndio mnaona hapa town wale watu walianza biashara kwa mashindano, wengi wamefunga. Tukao hospitali hii tumefungwa twigi, tulikuwa tunajua kutoka Msomaka hapa ni 10 cows. Kila maji zingine zinatoa kama mkojo, atuwalauza magari. Za mashindano hazikai. Alo. Umeandika nini mwisho tuendelee nimalizie? What did you write last? Quality. Kama biashara yako ina matatizo, listen to your clients. Let me finish by this now. I'm finishing. Keys to good communication. Number 1, be a good listener. Ukitaka kufanikiwa katika kuongea na watu unaowahudumia, uwe mtu unasikiza sana kuliko kuongea. A good communicator must be a good listener. You cannot be an effective communicator if you don't know how to listen. Listen to the needs and the complaint and everything that your client talks to you. Listen to them. Understanding what you want to speak before you speak. Number 2, understand what you want to speak before you speak. Number 3, beware of whom you are speaking to. Number 4, know why you must say what you want to say. Number 5, different personalities deserve different approaches. Are you through? Nirudie tena. Be a good what? Listener. Number 2, understand what you want to speak before you do what? You speak. Number 3, beware of whom you are speaking to. Number 4, know why you must speak what you want to speak. Number 5, different personality deserves different approaches. Are you through? Nimekuharakisha. Uko number 5. Number 4. Number 4. Beware of whom you want to speak to. That's number 3. Oh.
I know why you must say what you want to say. Number ngapi? 4. Number 5. Different personalities deserve different approaches. Are you through? Now, be a good listener. Number 2, understand what you want to speak before you speak. Number 3, sorry. Beware of whom you are speaking to. Number 4, know why you want to speak or say what you want to say. Number 5, different personalities deserve different approaches. I want to give you a very powerful quote on communication. Andika hii quote ya communication. Wise men speaks because they have something to say. You got it? Wise men speaks because they have something to do what? To say. But fools because they have to say something. They are very different statements there. Wise men speaks because they have something to say, but fools because they have to say something. Siniseme hapo kitu. Nilikuwa naonelea Are we together? Bwana Yesu asifiwe. As I'm finishing now, I want to handle the last thing I'm finishing here. The next thing is language. We are still on communication language. Don't use the language that your clients don't understand. Usitumie lugha ambayo wale watu unaongea na wao hawezi kukuelewa. Kuna watu huwezi kuongea nao sheng wakakuja kwa kazi yako tena. Don't use signs and symbols that your clients get difficulties in understanding. Be simple. Make sure that your language is simple and clear to the people you are attending to. Chukua muda wa kuelewa mteja wako. And sometimes if possible, when you are selling anything to your client who doesn't know anything about it, take time to educate him. Mfundishe kuelewa nini unamuuzia. Unaweza kumpatia opinions that the best product, maana hana habari. Doctor, do you do that? Mtu anakuja anakuambia anataka dawa fulani fulani, anamwambia uko na shida gani? Anakuambia shida yake. Anamwambia na hiyo shida yako uko na ugonjwa, unasema ndio. Hii shida yako ukitumia dawa fulani na una ugonjwa fulani italeta ugonjwa fulani. I prefer you take this drug rather than this one. Wale watu wenye unafanyianga hivyo, all of them, they are your own customers. Hata akiwa mbali anapiga simu, "Halo baba, uko wapi? Na huko nitumie dawa kwa pastor." Si hao kujinunulia. Wale ambao mwali kwa advice na wakasikia and it worked for them, they normally call you for medical advice. So akija kwa mteja anataka kununua kitu na unaona na uwezo, usimuuzie kitu chochote, mu advice. Unaenda kufanyia nini? Hii najenga boma yangu. Hai mzee, boma yako hii ni ya watu, hii ni story ya watu wa rentals. Hii sio yako. Ukitaka yako take this. Mnanisikiza kweli? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mnanisikiza kweli? Una make sure unapatia clients wako satisfaction kwa kumpatia what he needs na hakujua hicho ndicho anahitaji. Sijui kama mambo haya mnasikia, maana I want to see results. Nataka kuona mabadiliko katika kazi mnafanya. Hata wale mnafanya sokoni. How do you start? Pastor, wewe uko na duka. Ni mtu akija kwa duka yako, how do you start? Nikuzie nini? That's the obvious thing. Nikuzie nini? Asia watu mnaongeana nao unajua salamu za nini, unajua huyu ni mtoto analiaka hapa. Salamu za nini? Habari yako? Kwa mzima. Karibu sana baba, unaendeleaje? Bali ni bali. Siku nyingi bwana. Oh. Nimekuja, asante. Karibu sana basi, tuko naendelea vizuri. Vile unaona tuko tu job baba. Asante, Jumapili tulikuwa na ibada nzuri, asante. Alafu nikusaidiaje?
kwa nataka sukari na maziwa. Unaweza kuwa unafikiria unaitisha nikuuzie nini? Huyu mtu amekuja kwako kununua maziwa na mkate, si alikuwa anataka, amelazimishwa na mama nyumbani. Sasa huyu mtu namuuliza unatakaje? Alitaka kwanza aongee, asikie moyo wake, unaweza pata mtu wa kumuelewa. Because not all your clients come to you because they want to buy the product. Some of them come to you because they can get some psychological support and advice and moral support from you, which they cannot get anywhere. Unaongea naye kwanza, you talk. Ya okay, unanitaka kuzia maziwa. Sawa. Na nini na mkate? Na unapenda Blue Band. Baba siku hizi Blue Band siku hizi si sana, lakini nipe. Unampe, unamwekea hapa, unaweza kufungia? Ndio, nafunga. Asante. Usifanye makosa kama inafanywa supermarket hapa. Unaingia kwa duka, unanunua vitu, unabakisha 63 shillings. Anakupatia 60 alafu anakupatia sweet 3 na hujamwambia unataka sweet 3. Sweet 3 ni shilingi. Hata akwambie excuse sir, nikupatie mashilingi 3 kama nikupatie sweet. Unaonaga tu amechukua receipt, amechanganya na masweet na amekuwekea hapo. Wewe unaendaga kwa duka biashara ya barter trade bado iko leo. Umeenda mbali wapi? Talk to your clients. Tafuta lugha. Akija mteja ambaye anapenda kuongea Kibukusu, na wewe unajua Kibukusu, ijue haribu tu. They feel very comfortable when you talk the language they are talking. Kama anapenda kikishia na kuongea na ujui, anza kumuongelesha venye anataka. Go to the level of your clients. Talk to him that level. Pesa haitengenezwi, pesa inatafutwa. Na kile unatafuta lazima uwe na mipango ya kukipata. Sema amen zero. Umeandika nini mwisho nimalizie? Namaliza. Don't use signs and symbols that your class don't do what? Get difficult in understanding. Not the last thing. Make sure that your language is simple and clear to the people you are attending to. The last but not the least, never use abusive, dirty, insulting language to anyone. Never use any abusive, insulting, dirty language to anyone. Huwezi jua mteja wako atakuja lini. Huwezi jua huyo mtu unaongelesha atakuwa mteja wako siku moja, ama atatumwa na mtu kununua kwako. Language. Taendelea lanja wa kesho kuja. Part what? Part 5. Services. Andika services. Tutaanzia services. Services to your clients or whoever you serve. Services are one of the things that maintains clients at your business. Services, huduma. Invest a lot in serving your clients better. Think of serving them better than even the money they give you. Services. Services. Wale mko na magari mtakubaliana na mimi hapo. Hapa Bungoma unaweza enda Kaush ukapata mwenye anaosha gari lingine. Especially wale wameajiriwa kwa Kaush. Na asikuongeleshe, anaendelea tu kufanya kazi yake. Is it true? Mwana mtatiza moto. Unaenda kwa Kaush unakuta mtu anaosha gari lingine. Badala ya waacha kuongelesha boss unasemaje? Yeye anaendelea tu. Ni wewe utoke mwambie uko busy. Uone, anakwambia uone niko busy. Au wale wapaji. Ukiona mtu anakukimbilia, huyo mashini ni yake ama analipa commission. Unaingia kwa kaos, unakaa kwa gari. Yeye anafikiria wale watu wanakujaga hapo kuhudumiwa ni idlers. People don't come there because they have nothing to do.
And they don't come here there because they don't have alternative. They have done a lot of window shopping. They can do that service anywhere else. But they just chose to be there because of the services you offer to them. I want to finish by saying this. Give your clients the best services until when they leave your premises. If they get it more difficult to be comfortable with another person. Wasiwahi kutosheka na huduma ya mtu mwingine. Wakiacha kuja kwako, wanasikia kuna kitu kinapungua. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Neema ya utajiri ikuangukie. Neema ya mafanikio ikuangukie. Neema ya pesa ikuangukie. Neema ya baraka ikuangukie. Neema ya vitu vizuri ikuangukie. Neema ya kuongezeka ikuangukie kwa jina la Yesu. Services. Hapo ndio tunaenda kukaa. How do you serve your clients? How do you serve people ambao wanakuja kwako wakitaka huduma yako? How do you serve them? Una handle mtu mpaka akija stage anauliza sababu ndio wapi hayuko. Acha niende na una handle mtu mpaka anaweza kutumia pesa yako na una mzigo akasema ile siku utaleta hiyo kitu niletee na kuamini. Services. Mtu anakuja kwa duka yako kama umesema anasahau simu hapo, anaipata simu yake ikiwa. Services. Services. Mtu akitoka kwa kazi yako anaondoka, anasikia anatosheka sana. Huduma zile ndogo ndogo unawafanyia tabia hali. Unataka hii nitakuletea, wewe nitakuletea. Leo hii Bungoma hata ukienda kununua kitu kwa mtu unajificha, akijua una pesa anabadilisha bei. Juzi kuna mtu alibeba mzigo. Tumefika Bumali. Ananiambia, "Kwani bana hujafika?" Nikamwambia, "Uliambiwa tena." Unaona vile wakora wanabalikana. Anaanza kuuliza maswali yenye nilimwambia, "Uliambiwa tena wapi?" Mahali fulani. Sasa hapa ndio kwenye uliza mimi. Ana sasa kwanza duka ya kutaka kubadilisha bei. Yes. Nikamwambia baba, tulikuwa wewe nikamwambia umebeba mtu mmoja. Hii vitu itafika. Itafika. Sileta mchezo. Kama ulijua hujui unaenda wapi, ungetafuta futi, upime kilometers. Usitakaje zaka. Gari yako ni sisi ngapi? Pick up ni 18 cc. Kamwambia mimi gari yangu ni 2400 cc and it doesn't consume 1000. Kutoka hapa kwenda kwetu na kudi haimalizangi 2000. Don't make me a fool. Sifanye mjinga. Atajua ni gari kubwa. Hii ni gari nakuambia sikiza baba. Utaniletea, utafika nyumbani na nitakulipa pesa ambayo hatujakubaliana kwa njia. Pesa tulikubaliana Bungoma, si hapa. Hapa ni gari kanyaga mafuta. Unyamaze usinyamaze utaenda. Na ujue mbele kule tunaenda mbele. Kazini yangu ni retired police officer. Na ujue retired. Umaikumeze expired drug ni mbaya kuliko hata overdose. Mbele kwenye naenda kuna retired police officer. Aliretire kuwa senior ya commandant. Baba, endesha gari. Na uendeshe ukiwa na amani, chai kwa nyumbani utakunywa. Vitu yenye nataka kuongea hapa tuelewana. Nimekupatia pesa, umepewa pesa tukiwa Bungoma na ukasema unaenda hati hapana, sikufikiria ni hapa. Ungefikiria kwanza. Maana tumekupatia jina la mahali tunaenda. Gari itaenda baba. Hiyo gari iliendeshwa. Nikasema una akili sana. Anaendesha na hasira na speed. Na speed ndio tunafika haraka. Gari
kutoka tulifika hapa, tunafika Watoya, badala tena hawe Ikaka, kuna barabara nasikia hapo Watoya inatokea Jinja. Tulipita hiyo inaingia kwa maziwa ndugu, tukasema soksi zako zenyewe, mimi mzigo iko ita, twende baba tu kama ndani ya tu twende gari yenda haraka, nirudi haraka, mimi pasa I don't have time to bande fika wetu kama tunafika, nataka mwisho wa lamu, nataka kuingia kwa baba, kamwambia ni pale na India, sinasema aongei. Namwambia njia mvua imenyesha, aongee, anaingiza na kwenda. Bora gani yeye nikasema twende nyumbani. Sira yako itakugharimu. Na mimi ukumbuke hujanibeba kama mtu wa kusukuma gari. Ikikwama utashuka, ikiwa oni usukume mwenyewe, usiko ifike. Mko hapa? Umeongea na mtu umekubaliana vizuri, amefika mbele akaona labda anaanza si kwa nimemaanisha hivyo, niongeze 500. Nikamwambia mimi nakupata 3,000 nikitaka, lakini sio za ujanja. How do customers speak about your services? Usiwahi kukubaliana na mteja na ukabadilisha lugha. You are ruining your business. You are ruining the name of what you are doing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Leo umesoma ile mshahara chako. Unifundishe Bwana, unifundishe, unifundishe, unifundishe. Usiniache Bwana, usiniache, usiniache Bwana, usiniache. Mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, mimi ni wako, mimi ni wako. Shike mkono Bwana, shike mkono, usiniache Bwana, mkono. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, shike mkono Bwana. Uniongoze Bwana, uniongoze watoto wangu Bwana, uwaongoze. Naachilia roho ya utajiri juu yenu. Bwana wafanikishe watumishi wa Mungu. Mnapofanya kazi zenu, muone matokeo makubwa ya kuridhisha mioyo yenu. Mtu wa nyumba hii usiwahi kuwa mateka wa maskini wala wa madeni. Bwana akupe neema ya kushinda, na kila siku unapoenda shughuli zako, Bwana akupatie mafanikio. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa mchana wa leo. Nimesema neno lako kwa watumishi wako katika ibada hii. Ombi langu tu ni Bwana, neno hili likapata nafasi katika moyo wa mtu ambaye amesikia na likasababisha matokeo yaliyo na faida. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Yesu anabariki. Wewe ni mgonjwa, inua mahali ulipo mkono. Nataka nifanye ombi nikiwa hapa. You are sick. Haujisikii vizuri na umekuja ibada. Inua tu mkono mahali ulipo. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, achilia uzima kwenye mikono iliyoinuliwa. Achilia uponyaji katika mwili huu. Ushika mateka magonjwa ya kila namna, homa, kifua, malaria, asma na kila aina ya magonjwa. Na ikomesha katika jina la Yesu kila magonjwa yanayosumbua msikilizaji wangu, na kemea katika jina la Yesu. Achilia uponyaji kwa mwili wako leo. Uwe mzima. In Jesus name. Amen. Basi
Mungu akubariki sana mpendwa unayetutazama kule nyumbani. Mungu akubariki kwa kuwa pamoja nasi katika nafasi ya ibada ambayo imeisha. Mungu akutende mema na Mungu akubariki. Uwe na siku ya baraka sana. Ungependa kuongea na mimi Pastor Anthony, unaweza kunipigia simu kwa line hiyo tumekuwekea kwenye television yako 0757636216 ama upige simu yangu kwa 0724708180. Tumekuwekea hapo chini, inapita chini ya skrini yako. Unaweza piga hiyo namba nimekuwekea pale na ukaongea na mimi na Mungu atakubariki sana. Tuko kwenye YouTube Reverend Peter Anthony, tuko Magharibi TV, Shalom Miracle Church Jumapili saa 2, Sasa Radio kila Jumapili asubuhi saa 12. Unaweza kuangalia vipindi vyetu ama ukasubscribe kwa channel yetu ya YouTube ama ukawatch kila Jumapili. Tuko kwa Facebook Live Peter Anthony na Mungu atakubariki sana. Nimekuwa ni furaha yangu kusema nawe muda huo. Mungu akubariki. Unaweza pia kupata kanda zetu kwa kupiga simu na kuweka order yako, na utapata kanda zetu za mahubiri zikiwa kwa hard copy na Mungu atakutenda mema. Kutoka hapa Bungoma, kutoka hapa kanisani, kwa elekezi wangu na kila mmoja aliye nyuma hii, Mungu akubariki. Tupatie Yesu magoma mazuri tunapoaga watu wa nyumbani. Patie Yesu magoma mazuri tunapoaga watu wa nyumbani. Patie Yesu magoma mazuri tunapoaga wanaotutazama. Mungu awabariki sana. God bless you. Piga magoma mazuri, piga magoma mazuri tunapoaga watu wa nyumbani. Piga Yesu magoma mazuri watu wa nyumba hii. Hii ni watu wa furaha. Yesu magoma mazuri. God bless you. God bless you. God bless you.